Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa tunaangazia Mashariki ya Kati. Kamanda wa Iran amepuuzilia mbali hatua ya Marekani ya kutuma meli za kivita katika Asia Magharibi akisema ni maonyesho tu. Kamanda huyo wa jeshi la Iran amepuuzilia mbali mkusanyiko wa meli na ndege za kivita za Marekani katika eneo la Asia Magharibi zilizoshuhudiwa wiki chache za hivi karibuni na kuitaja kuwa hii ni hatua ya kimaonyesho, kuwa kukiwa na mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran na kwamba kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ameshatoa jibu madhubuti kwa hila zote hizo, na sasa tupo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya meli pamoja na silaha za aina yoyote ambazo Rais Donald Trump amezileta katika eneo la Asia Magharibi. Brigadia Jenerali Mohamed Jafar Assad ambaye ni naibu inspekta wa makao makuu ya kati ya jeshi la Khatamul Anbiya amesema taifa letu linajua vema kwamba meli na silaha nyingine ambazo sasa zimetumwa katika ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman zimekuwa zikisafiri katika sehemu mbalimbali za dunia kwa miaka mingi. Haya ni maonyesho ya Donald Trump. Leo hii wanauliza ni kwa nini hatusalimu amri? Sisi tumesema lazima tutajibu kwa shambulizi la aina yoyote. Sasa wameleta maonyesho, tupo tayari kukabiliana nao. Brigadia Jenerali Mohamed Jafar Assad amesema taifa letu linajua vema kwamba meli na silaha nyingine ambazo sasa zimetumwa katika ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman zimekuwa zikisafiri katika sehemu mbalimbali za dunia kwa miaka mingi. Ameongeza kuwa kutumwa kwa meli katika ghuba ya Uajemi kumeingia katika awamu ya propaganda na kwamba jibu la kitendo hicho lilitolewa vema na Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambaye alisema hivi karibuni kwamba bila shaka meli hiyo inayobeba ndege ni chombo hatari, lakini hatari zaidi kuliko chombo hicho ni silaha inayoweza kuzamisha meli hiyo chini ya bahari. Kamanda Mohamed Jafar Assad amekumbusha namna maadui wa Jamhuri ya Kiislamu walivyoshindwa katika kipindi cha miaka 47 iliyopita dhidi ya nchi hii na kusema tunatumaini kwamba wale wote wanaochochea vita kama Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na utawala wa Israel hatimaye watatokomea katika eneo la Asia Magharibi kama uvimbe wa saratani. Brigadia Jenerali Mohamed Jafar Assad ambaye ni naibu inspekta wa makao makuu ya kati ya Khatamul Anbiya pia amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran viko tayari kwa vita kwa ajili ya kuihami nchi hiyo na kwamba vitachukua hatua madhubuti na kwa nguvu zote kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Jibu la vikosi vya ulinzi mkabala na makosa yoyote ya kimahesabu na hatua za kipumbavu za adui litakuwa kali sana likilinganishwa na huko nyuma, amesema Brigadia Jenerali Assad. Hata hivyo, Iran imeonya kuhusu wale wanaopenda vita ikisema kwamba wanataka maafa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kuwa Marekani haijawahi kudai kusitishwa kabisa kwa urutubishaji wa urani katika mazungumzo yasiokuwa ya moja kwa moja yanayoendelea, huku akionya kuwa baadhi ya wenye misimamo mikali wanajaribu kuisukuma sera ya Marekani kuelekea katika vita visivyo vya lazima na vya maafa. Abbas Araghchi alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza katika kipindi cha Morning Joe cha kituo cha televisheni cha Marekani MSNBC siku ya Ijumaa. Amerejelea duru ya hivi karibuni ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika Geneva mnamo siku ya Jumanne. Amesema mazungumzo hayo yamelenga kuhakikisha kuwa mpango wa nyuklia wa Iran ikiwemo urutubishaji unabaki kuwa wa amani. Ameelezea duru hiyo kuwa nzuri sana, akiongeza kuwa pande zote mbili zilikubaliana juu ya kanuni kadhaa za msingi zitakazoongoza mchakato wa mazungumzo. Amesisitiza kuwa hatua za kijeshi haziwezi kamwe kutatua suala la nyuklia la Iran, akibainisha kuwa njia hiyo ilishajaribiwa wakati wa uchokozi wa Marekani na Israel mwezi Juni na ikathibitisha kuwa ilishindwa. Aidha, amesisitiza kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mpango wa nyuklia wa Iran na kuongeza kuwa Iran iko tayari kwa amani na diplomasia kama ambavyo ipo tayari pia kujilinda pale inapolazimika. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.